Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri duniani, huku tukianzia huko nchini Ukraine ambapo tunajadili ni kwa nini rais wa Marekani amefanikiwa kusuluhisha vita katika ukanda wa Gaza, lakini moja kati ya jambo ambalo anashindwa ni kuvimaliza vita nchini Ukraine, vita ambavyo alisema ni ndani ya saa 24 tu atakapoingia madarakani. Taarifa kwamba kungekuwa na mkutano wa kilele kati ya kiongozi wa Marekani Rais Donald Trump na mwenzake wa Urusi Bwana Vladimir Putin zimeondolewa kabisa, na rais wa Marekani ametangaza hataweza kukutana kwani anaamini itakuwa tu anapoteza muda wake. Ni siku chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuwa alitangaza kwamba atakutana na Putin huko Budapest katika kipindi cha wiki 2 au zaidi, lakini sasa mkutano huo umeutambawa. Hata katika kikao cha maandalizi kilichopaswa kufanyika kati ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizo mbili nacho pia kimefutwa. Rais wa Marekani alisema sipendi kushiriki mkutano usiokuwa na tija, Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumanne jioni akiwa katika ikulu ya White House, lakini amerudia kauli hiyo alipokutana na katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte, ambapo rais huyo wa Marekani alisema kwamba anaweza kukutana na mwenzake wa Urusi baadaye lakini sio wakati huu. Alizungumza hayo alipokutana na Bwana Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO. Mkutano huu wa kuahirishwa na kurudishwa umekuwa sehemu ya jitihada zisizokuwa na mwelekeo za Trump kutafuta suluhu la vita huko Ukraine, suala ambalo limepata uzito mpya kwake baada ya kusaidia kufanikisha makubaliano ya usitishaji wa vita na kuachiliwa kwa mateka huko katika ukanda wa Gaza. Akiwa nchini Misri wiki kadhaa zilizopita kusherehekea mafanikio hayo, Donald Trump alimgeukia mpatanishi wake mkuu wa diplomasia Steve Witkoff na kutoa agizo jipya: lazima tumalize suala la Urusi. Lakini hali bado si shwari na wala si sawa huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, mazingira yaliyowezesha mafanikio ya Gaza kwa Witkoff na timu yake huenda yangekuwa magumu kurudiwa katika mzozo wa Ukraine ambao umeendelea kwa karibu miaka 4 sasa. Sababu za yeye kushindwa kufanikisha mgogoro nchini Ukraine zinatajwa kuwa ni nyingi, lakini miongoni mwazo ni pamoja na kwamba rais wa Marekani Donald Trump kwanza ni mtu ambaye hana msimamo uliokaa sawa. Ni rais ambaye amekuwa akiyumbishwa na pande zote mbili. Kwanza ni kwa washirika wake wa Umoja wa Ulaya na NATO, lakini pia ni kwa rafiki yake Vladimir Putin. Aliwahi kutamka wazi akisema kwamba Putin ni moja kati ya marafiki zake miongoni mwa viongozi ulimwenguni, na hivyo mara kadhaa wamekuwa akizungumza kwa njia ya simu na kukubaliana baadhi ya mambo. Lakini wakati huo huo amekuwa mtu anayeburuzwa pande zote mbili kiasi kwamba anashindwa kuwa na msimamo unaoeleweka wa kuweza kumaliza jambo. Kwa mujibu wa Witkoff, kilichowezekana kufikiwa kwa makubaliano Gaza ilikuwa ni hatua ya Israel kuwashambulia wapatanishi wa Hamas waliokuwa wakifanya mazungumzo huko Qatar, hatua iliyowaudhi washirika wa Kiarabu wa Marekani, lakini iliyompa Trump ushawishi wa kumlazimisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufanya makubaliano. Lakini pia ni kazi kubwa iliyofanywa na baadhi ya washirika katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Uturuki, ambapo Recep Tayyip Erdogan alitumia fursa hiyo kufanya mazungumzo na kundi la wapiganaji la Hamas na kulishawishi vilivyo. Trump alinufaika na historia yake ya kuiunga mkono Israel tangu kipindi chake cha kwanza madarakani, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha ubalozi wa Marekani huko Yerusalemu na kuhalalisha makazi ya Wayahudi katika ukingo wa Magharibi na kuunga mkono mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Kwa hakika umaarufu wa Trump miongoni mwa Waisrael unazidi ule wa Netanyahu, jambo lililompa ushawishi wa kipekee. Lakini kutokana na uhusiano wake wa karibu na wa kisiasa na kiuchumi na baadhi ya mataifa muhimu ya Kiarabu, Trump alikuwa na nguvu kubwa ya kidiplomasia ya kusukuma makubaliano, na ndio maana alikaa karibu sana na Recep Tayyip Erdogan, lakini pia Abdel Fattah al-Sisi na Mohamed al-Thani wa Qatar katika mazungumzo ya kuweza kutatua mzozo huu. Lakini kwa upande wa vita huko nchini Ukraine ni kwamba Zelensky hana msimamo uliotulia. Kuna nyakati amekuwa akimkosoa Zelensky hadharani, lakini pia akimkaripia katika baadhi ya mikutano yake, hasa mkutano wake wa kwanza aliokutana nao. Wakati huo huo amekuwa akizungumza vizuri na rais wa Urusi Vladimir Putin, na wakati huo huo amekuwa akimtishia kumwekea vikwazo vikubwa. Kutokuwa na msimamo kwa Trump kunasababisha vita nchini Ukraine visiweze kumalizika, ikizingatiwa pia kwamba
Urusi, moja kati ya mataifa ulimwenguni yenye nguvu katika uwanja wa vita na hata katika uchumi, ni eneo lingine ambalo linamfanya rais huyo ashindwe kumaliza vita hivi. Kadhalika, historia inaeleza wazi kwamba miaka mingi iliyopita kulikuwa na vita baridi kati ya NATO na Usovieti, lakini vita baridi hivi vinasalia kuwepo, ambapo mataifa ya NATO yakijumuika na yale ya Umoja wa Ulaya, lakini Urusi ambayo ndio taifa mama katika Umoja wa Sovieti uliovunjika bado ina washirika wengi ambao wana uhusiano mbaya na watu wa Magharibi, kiasi kwamba mataifa hayo wakati wowote yanaweza kaingia na kuungana pamoja katika kukabiliana na watu wa NATO. Moja kati ya mataifa hayo ni pamoja na China, lakini pia Korea Kaskazini na hata Iran, ambayo mara kadhaa imedaiwa kutuma makombora kwenda nchini Urusi pamoja na ndege za Shahed ambazo zimetumika katika uwanja wa vita. Lakini kuna kile ambacho kinatojwa kwamba Putin anajua na anaicheza vizuri karata ya Donald Trump. Huenda Putin anatumia tamaa ya Trump kufanikisha makubaliano kama njia ya kumshawishi. Mwezi Julai, Putin alikubali kufanya mkutano nchini huko Alaska, wakati ambapo Trump alikuwa karibu kuidhinisha kifurushi cha vikwazo kutoka kwa wajumbe wa Senate wa mrengo wa kushoto. Na wiki iliyopita, baada ya ripoti kuibuka kwamba White House ilikuwa inafikiria kutuma makombora ya Tomahawk na mifumo ya ulinzi wa anga aina ya Patriot kwenda Kiev, Trump alimpigia simu rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye baadaye Putin alitangaza uwezekano wa kufanyika kwa mkutano huko Budapest. Na siku iliyofuata Trump alimkaribisha Zelensky Ikulu, lakini hawakufikia makubaliano yoyote kufuatia mkutano ulioripotiwa kuwa na mvutano mkubwa. Trump alikana kuwa anachezewa na Putin. Unajua, nimechezewa na watu hodari maishani mwangu, lakini bado nimeibuka mshindi. Lakini Zelensky pia hakusita kile alichoona ni dalili ya mbinu za Urusi. Mara tu suala la silaha la masafa marefu lilipoanza kutoweka kwa Ukraine, Urusi mara moja ilipunguza hamu ya kufanya mazungumzo ya diplomasia. Lakini kumekuwa na ahadi iliyoyeyuka ya rais wa Marekani. Katika muda mfupi, Rais Trump ameonyesha kuyumba katika kutuma silaha nchini Ukraine na kupanga mkutano huo na Putin na kumshinikiza Zelensky kwa faragha kukubali Urusi ichukue eneo la Donbas yote na hata maeneo ambayo bado hayajateka kijeshi. Hatimaye amependekeza usitishaji vita kwa msingi wa mstari wa sasa wa mapambano, pendekezo ambalo Urusi imelikataa. Wakati kampeni ya mwaka uliopita, aliahidi Trump kuwa angemaliza vita hivyo ndani ya saa 24, lakini tangu wakati huo ameacha mambo mengi na amekiri mipaka ya uwezo wake na ugumu kutafuta amani, wakati pande zote mbili hazipo tayari wala haziwezi kusalimu amri. Lakini kwa upande wa Ukraine, rais wa Ukraine alikubali juu ya kuachia baadhi ya maeneo, lakini watu wa Magharibi wakamshinikiza tena Rais Volodymyr Zelensky, huku wakiandaa hoja 12 na kumpelekea rais wa Marekani Donald Trump, ambapo baada ya kusoma hoja hizo, miongoni mwa mambo ni pamoja na Urusi kutochukua eneo hata kipande katika ardhi ya Ukraine, lakini pia kutaka kuhakikisha kwamba wanaisaidia vya kutosha Ukraine katika mapambano. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio hali halisi ya rais wa Marekani Donald Trump. Aliweza kutatua mgogoro kati ya Hamas na Israel ni kwa sababu tu Hamas ni kundi katika makundi ya wapiganaji, lakini sio nchi kama ilivyokuwa Urusi. Upande wa Israel ni taifa ambalo pia linapata msaada mkubwa kutoka nchini Marekani na washirika wa Marekani. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwanza kuishawishi Israel ambayo muda wote ilikuwa na Marekani, lakini pia kutumia washirika wa karibu wa Hamas, ambapo ni kundi tu ambalo linapata baadhi ya misaada kutoka katika baadhi ya nchi, na ndicho kilichosababisha akaweza kufaulu katika eneo la Mashariki ya Kati, licha ya kwamba bado mgogoro huo haujakamilika kama ambavyo wanatarajia wengi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi naitwa Adam Hussein.